Imebaki muda usiozidi saa 6 kabla ya dabi ya Kariakoo haijapigwa kwenye uwanja wa New Amani Complex uliopo Unguja, huku makocha wa Young Africans na Simba kila mmoja ni kama na jeuri ya kujivunia jeshi lake katika kumpa furaha huko Zanzibar. Achana na matokeo ya suluhu iliyopata Simba juzi Jumatano mbele ya Dodoma Jiji, inaonekana kama imeshusha morali, lakini soka lililopigwa kwenye uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma limebeba matumaini mapya kwa wanamsimbazi. Matumaini hayo kwa wanamsimbazi wenzao wa Jangwani wanayotena kwa kiwango kikubwa baada ya hiyo juzi kuishushia mvua ya mabao JKT Tanzania ilipoichapa bao 5-0 kwenye uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam. Kama ulifuatilia mechi za watani hao wa jadi zilizochezwa juzi Jumatano, kuna kitu utakuwa umekigundua kutokana na vikosi vilivyopangwa, vikionyesha ndio vile vya kazi vinavyoaminiwa na mabenchi ya ufundi ya timu hizo. Yanga inaingia uwanjani ikiwa na kumbukumbu nzuri ya kuifunga Simba mechi 6 mfululizo za mashindano tofauti. Mara ya mwisho Simba kuifunga Yanga ilikuwa katika ngao ya jamii iliyochezwa Agosti 13, 2023 kwa penalti 3-1. Baada ya hapo Young Africans imetembeza vipigo 4 katika ligi na viwili ngao ya jamii. Ubabe wa Yanga kwa Simba Sport katika ligi kuu bara, matokeo yalikuwa hivi: Simba Sport 1 Young Africans 5 Novemba 5, 2023, Yanga 2 Simba 1 Aprili 20, 2024, Simba 0 Yanga 1 Oktoba 19, 2024 na Yanga 2 Simba 0 Juni 25, 2025. Pia mechi mbili za ngao ya jamii, matokeo yalikuwa hivi: Yanga 1 Simba 0 na Yanga 1 Simba 0. Jeshi la Yanga kupitia usajili wa dirisha dogo uliofunguliwa Januari 1, 2026 na kufungwa Januari 30, 2026, Yanga na Simba kila mmoja imeingiza maingizo mapya ili kuboresha maeneo yaliyoonekana kuhitaji nguvu. Yanga imeingiza mashine 6 katika dirisha dogo, nyota ambao wanakwenda kucheza dabi ya Kariakoo ya kwanza baada ya kukosekana kwa ngao ya jamii. Nyota hao ni kipa Hussein Masalanga, kiungo mkabaji Mohamed Damaro, viungo mshambuliaji Alan Okello na Buba Jimmy, pia washambuliaji wawili Emmanuel Mwenengo na Laurindo Aurelio Depo. Pia kupitia dirisha dogo imemrudisha beki wa kulia Yao Kwasi baada ya kupona majeraha ya goti na ameshaanza kukiwasha. Kati ya nyota hao tayari tumeona Depo akionyesha makali kwa kufunga mabao 5 katika mechi 4 za ligi akiwa na assist 1, hivyo kumfanya kuwa na mchango mabao 5, mabao 7 ni kiwango kizuri ameanza nacho mshambuliaji huyo, huku pale eneo la kati Damaro naye akiweka utawala. Kumbuka Damaro amekabidhiwa mechi hii iliyopewa jina la Damaro Day. Okello ni kama anajitafuta licha ya kuaminiwa kwa kucheza mfululizo, lakini bado hajageuza nafasi kuwa bao, kitu ambacho hata kocha mkuu wa kikosi hicho Pedro Gonçalves kusema anahitaji kuongeza umakini, licha ya kwamba anafurahishwa na kiwango chake sambamba na nyota wengine wa Young Africans. Kwa sasa ukiangalia kikosi cha Young Africans unaweza kuvipanga viwili, kisha kila kimoja kikacheza mechi yote ya mashindano na kukupa matokeo mazuri. Kama kocha Pedro Gonçalves ataamua kuanza na mziki mnene, basi ni wazi atayapanga majeshi yake namna hii. Langoni atasimama Djigui Diarra, huku mabeki wa pembeni watakuwa Israel Mwenda na Mohamed Hussein Chishabalala, ili hali wale wakati watakuwa ni Dickson Job na Ibrahim Hamad Baka. Viungo atawajaza kina Mohamed Damaro, Max Nzengeli, Djuke Abuya, Pacome Zouzoua na Alan Okello, kisha mshambuliaji akisimama Laurindo Depo. Kikosi kingine kina muonekano huu: Abdulrahman Mshere, ya Ukwasi, Shadrack Boka na Frank Asinki, Bakari Mwamnyeto, Aziz Ndambwile, Edmond John, Mudathir Yahya, Prince Dube, Lasine Kouma na Buba Jimmy. Hapo kumbuka kuna vifaa vingine vitakuwa vinasubiri nje, akiwepo kipa Hussein Masalanga, Kibwana Shomari, Abubakar Nzari Ninjo, Abdunasir Mohamed Casemiro, Salma Abubakar Shuaboy, Farid Musa, Shekhani Ibrahim, Emmanuel Mwenengo na Clement Mzize aliye majeruhi. Simba wao wapo hivi: kati ya timu ambazo zimefanya usajili wa nyota wengi kupitia dirisha dogo ni Simba. Hiyo imetokana na changamoto mbalimbali ndani ya kikosi hicho, ikiwemo majeruhi ya wachezaji muhimu, huku pia ikipokea ofa za kuwauza Steven Mkwala, Kibu Denis na Jean Charles Ahoua. Wachezaji 8 wapya waliotua Simba dirisha dogo ni Djibril Kassali, Basse Gueye, Ismail Olive Toure, Clatous Chota Chama, Nixon Kibabage, Ino Luemba, Baraka Mongosi na Anset Oura, ambao akimweka kando Mongosi, waliobaki wote wameingia kikosi cha kwanza. Juzi katika mechi dhidi ya Dodoma Jiji, wachezaji 7 wapya kati ya 4 walianza, huku wale waliokuwepo tangu msimu unaanza
wakiwa wanne ambao ni Shomari Kapombe, Rushan Derek, Yusuf Kagoma na pamoja na Selemani Mwalimu. Steve Barker ambaye ni kocha wa Simba hakubadili kikosi kutoka kile kilichoifunga Tanzania Prison mabao 2-0. Hivyo unaweza kusema hilo ndilo jeshi lake la maangamizi. Kikosi cha kwanza cha Simba kipo hivi. Kipa ni Jibril Kasale. Mabeki wa pembeni Shomari Kapombe, Nixon Kibabage na beki wa kati Rushan Derek na Ismail Taure. Viungo kuna Yusuf Kagoma, Libasi Gwe, Inolwemba, Klaus Chota Chama, Anset Oura. Kule mbele anasimama Selemani Mwalimu. Kikosi kingine cha Simba kipo hivi. Hussein Abel, David Kameta, Anthony Mligo, Vedastus Masinde, Nabi Kamara, Alassane Kante, Morris Abrahams, Mfuko Charles, Jonathan Soa, Elie Mpanzu na Neo Maema. Waliopo nje ni kipa Yakub Suleiman majeruhi, mabeki Wilson Nangu majeruhi, Abdulrazak Hamza majeruhi, kiungo mshambuliaji Lada Kichasambi na mshambuliaji Baraka Mongosi. Kocha mkuu wa Simba Steve Barker anasema tulihitaji kushinda dhidi ya Dodoma Jiji, lakini kwa bahati mbaya haijawa hivyo. Nimeridhishwa na kiwango cha wachezaji, tumetengeneza nafasi nyingi na kama tukiendelea hivi inatoa matumaini ya ushindi. Hii imeshapita. Sasa tunaangalia mechi kubwa ijayo Jumapili ambayo ni leo. Kila mechi ina pressure, hatuchezi kwa ajili ya kupambania pointi 6 zaidi ya Yanga, bali ni pointi 3 kama tukicheza na timu nyingine. Kiukweli tunahitaji kushinda dabi. Itakuwa mechi ngumu. Yanga ina timu nzuri na sisi pia tuna timu nzuri na mechi kubwa hapa nchini na Afrika kwa ujumla. Matumaini yetu ni kwamba watu watafurahi mchezo. Kocha wa Yanga Pedro Gonçalves amesema ni mechi nzuri dhidi ya Simba, kila mmoja anaisubiri. Ni muda mrefu wameisubiri, lakini tumepata motisha kwa kukaa kileleni. Kilichopo ni kufikiria namna ya kiwango cha timu. Mpaka sasa tunaendelea vizuri, hata mabeki wetu wanajipanga vizuri kuzuia mashambulizi. Nina furaha sana. Tangu nilipofika hapa nahisi kwamba wananchi hutuunga mkono kila wakati. Hapa tunapotoka nje ya Dar, tunapokuwa Zanzibar ni vizuri sana, na wao ni wachezaji wa 12 na asante sana kwa ajili yao. Credit by Mwana Sport. Ini Malikia Usoke, endelea kusalia nasi, usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili endelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Kunilizi, kwa wakati mwingine, kwa heri na uwe na wakati mwema.